this year. Ndiyo tutapata mwaka I huu. believe with all my heart Naamini kabisa ndani ya that moyo God is wangu going to usher in this grace to your life. ya kwamba Mungu ataleta hii neema When maishani we are mwako. speaking about the year of grace, Tunaponena kuhusu mwaka wa neema, we are saying tunasema to other people it might be dire, kwa watu wengine wanahitaji sana. but to you it might be dire, it might be tough. Inaweza kuwa ni vigumu But sana for you kwao. as an individual, Lakini kwako when binafsi, you have God's grace, ukiwa na neema ya Mungu, then you will be able to be, not only to be spared, hautabakishwa tu, but also you will be able to overcome. bali utakuwa mshindi. Because as long as you have the grace of God, Sababu ukiwa na neema ya all Mungu, the other environments will obey. mazingira yote yatatii. So our primary purpose or our primary objective this year, Lengo letu kimsingi it ni is to receive the grace of ni God. kupokea neema ya And Mungu. probably you are there and asking, what shall happen? Na labda uko pale unauliza And itatendeka what shall nini? come out of this project? Ni nini kitatokea na mradi Or huu? what shall happen within this life? Ni nini kitatendeka katika Or even maisha you may haya? be having a prayer item that is so tough. Labda uko na ombi ambalo ni But I kali want to sana. tell you, if God could give the power and the ability to conceive by a virgin, Nikwambie kwamba kama Mungu angewezesha bikira kupata mimba, He can do it for your life. anaweza kutendea Bwana maisha Yesu yako. asifiwe sana. Praise the Lord. For with men, Kwa mwanadamu it is impossible. haiwezekani, But with God, all things are possible. lakini kwa Mungu yote So, yanawezekana. in my heart Katika moyo and in wangu my spirit, na katika roho yangu, I'm praying that we enter into the realms of His grace ninaomba tuingie katika eneo la and the neema realms of His presence, na katika uwepo wake so that Mungu, within that realm, ili katika ule uwepo we can be able to achieve or to get that, to obtain mercy tunaweza kupata rehema and even to get this grace. na tupokee hii neema. And today, Na leo I'm going to speak about how to approach the throne of God. nitanena kuhusu jinsi ya kukaribia kiti cha Mungu. Every time in the Bible, Kila wakati katika Biblia, and from the time that man was chased from the presence of God, tangia mwanadamu afukuzwe kutoka katika shamba la Edeni, God has been looking for man to come back. Mungu amekuwa akitazamia mwanadamu And not only kumrejelea, to come back, na sio kurudi tu, but also even to be in fellowship with Him. bali awe na ushirika na And yeye. today I'm going to speak about approaching the throne of God. Na leo nitanena kuhusu kukaribia And kiti let cha me Mungu. tell you, Na nikwambie, there are men, kuna wanadamu, there are women kuna who have wamama approached the throne of God ambao wamekaribia hiki and they kiti, have never come out empty-handed. hawajatoka pale bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. When you approach the throne of God, Ukikaribia kiti cha be enzi cha assured Mungu, there are several things that will happen. kuwa na hakika mambo kadhaa Even yatatendeka. if things won't change that minute, Hata kama mambo yatabadilika you hapo will come hapo, up with a word utatoka pale na that will neno transform your life. ambayo itabadilisha You will maisha come yako. up with a direction Utatoka pale na in mwelekeo the name of Jesus Christ. katika jina la I Yesu. believe that is the best place to be. Na hapa kwangu ni hapo ndio mahali pazuri kwa And kuwa. David said, Na Daudi it akasema, is better to be the watchman or a keeper of your house, of your door, ni heri kuwa bawabu katika nyumba ya other than Mungu being in any other place. kuliko kuwa mahali pengine Now, popote. the concept that David had Ile mawazo ya Daudi is pale that in the house or in the presence of God, ni katika uwepo wa Mungu, as a doorkeeper, ni kuna mtu ambaye ulinda mlango. or when he is there as a doorkeeper, Akiwa pale kama mlinda he will mlango, be able to access the presence of God. atapata kupata uwepo And wa I want to Mungu. challenge you, my brother, as I challenge myself. Nikuchie changamoto ndugu yangu, This is the nikipitia year pia. of approaching the throne of God. Huu ni mwaka wetu wa In kukaribia this kiti cha throne Mungu. there is mercy. Katika hiki kiti In kuna this throne rehema. there is grace Katika hiki kiti kuna that is neema going to be available for you. ambayo inapatikana Look kwa at ajili the yako. words that Paul says. Angalia maneno ya That Paulo. this is by the grace of God Ni kwamba ni kupitia neema that I ya have been Mungu able to work more than everyone else. ya kwamba nimefanya kazi zaidi ya It is wengine. not me, but it is by that grace. Sio kwa nguvu yangu bali All neema ya that you Mungu. know the cost and the result of that grace. Naomba sana tujue dhamana ya ile And I will neema. challenge this church. Na nitatia changamoto And I kanisa will hili. challenge everyone. Itatia changamoto And I kila will mtu. challenge us as a congregation. Itatutia changamoto Let kama this year washirika. be our year whereby we approach this throne. Huu uwe mwaka wetu wa kukaribia kiti And hiki. God to say something about our lives. Na Mungu atafanya kitu kwa maisha For a yetu. man shall not live by bread alone, Kwa sababu mtu hataishi kwa mkate peke but he yake, may live by every word that proceeds from the mouth of God. bali ataishi kwa kila neno litokalo When you kinywani mwa approach Mungu. the throne of God,
ukikaribia kiti cha Mungu, God will speak a word over your life. Mungu atanena neno kwa And maisha you will yako, never be the same again. na utabadilika Let milele. us look at the very same word we have been using. Tuangalie neno ambalo tumekuwa tukilisoma, And the book of Genesis chapter 18, na pia katika kitabu cha Mwanzo 18 verse 16 to 22. kifungu cha 16 hadi And the 22, book of 1 Samuel chapter 11, verse 9 to 15. na pia Samueli wa kwanza mlango wa 11 aya ya 9 hadi Those 15. three texts Maandishi ya matatu will be the major foundation ndiyo itakuwa msingi of what I am to speak about. ya kile ambacho nitanena leo. And I'm speaking about approaching the throne of God, or how to approach the throne of God. Ninanena kuhusu jinsi ya kuenda kwenye kiti cha Mungu. So if you can project for us Genesis, it would be much better, because Hebrews we have read it all through. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Ibrania, hivyo basi tupee But Mwanzo. if you can be able to get the book of Genesis chapter 18, verse 16 to 22. Tukipata kitabu cha Mwanzo 18. And by God's grace, I want to move a bit slowly, Nataka niende tu pole pole kwa neema ya Mungu, so that we may understand it. na ili tukapate kuelewa. Okay. You can read for us in the Kiswahili version. Tusome kwa Kiswahili. Tunasoma kitabu cha Mwanzo aya ya 18, mstari wake ni wa 16 hadi 22. Kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Just listen to me now. Nisikize kwa sasa. And just as I told you, I'll try to move at a lower speed. Na kama nilivyokueleza nitaelenda pole pole. Because I would want to challenge you, my brother and my sister. Kwa sababu ningependa nikutia changamoto ndugu Because yangu. next month, that is the month we are starting tomorrow, Ni kwa sababu mwezi tunaoanza is kesho our month of prayer. ni mwezi wetu wa maombi. And I would want each and every one of us Na ningependa kila mmoja not wetu only to pick a day, sio kuchukua siku but also pekee, even to approach the throne of God because of your life, bali pia karibia kiti cha Mungu kwa ajili ya maisha and because yako. of everything that pertains to you. Na ni kwa sababu ya kila kitu kinachokuhusu. So there are two ways whereby we approach the throne of God. Kuna namna mbili za kukaribia kiti cha One Mungu. of them is through prayer. Ya kwanza ni kupitia maombi. The other one is through sacrifice. Ya pili ni kupitia dhabihu. And I'm going to talk on those two ways Nitanena kuhusu hizo njia mbili according to how time will allow. kulingana na jinsi muda Now, utatukubalia. the Bible tells us in Hebrews chapter 4 and verse 16, Biblia inatuambia katika Waebrania 4:16. let us therefore come boldly to the throne of grace. Na hivyo basi tukaribie kiti cha enzi kwa I kakamavu. love it the way it says. Ninaipenda jinsi That let inavyosema us come boldly to that throne. ya kwamba tuje kwa ujasiri And kwa hiki it is kiti, the throne of grace. na ni kiti cha And rehema. whenever we appear before this throne of Na grace, kila wakati tukipatikana we pale shall obtain mercy. tutapokea rehema. Mercy is kindness and extension of compassion. Ni kule kupendwa na Mungu zaidi. Or a release of that feeling that, or I just want to say, ile kusikiwa huruma. Kuhurumiwa. Or an issue that is happening in your life, Ya kwamba kitu kinatendeka maishani whereby mwako God becomes compassionate about it ambapo Mungu and anakuhurumia extends his heart to help you. na aneosha mkono wake So I kukusaidia. want you to understand, Nataka uelewe your approach to the throne of grace is your own benefit. ya kwamba kukaribia kiti cha enzi ni kwa manufaa Kuna yako. watu ambao ukaribia kiti cha enzi cha Mungu, There are those people who approach the throne of grace ambao of God Mungu ameamua awaangamize. that God has descended to completely Lakini finish them. wanapokaribia ile kiti cha ile neema, But when they approach the throne of grace, Mungu anapostpone ile hali yao ya hukumu.
God postpones Kwa their hivyo, judgment. kwa hivyo kumaanisha ya kwamba anawahurumia Meaning that he is compassionate on kama them. vile alivyofanya wakati wa kitabu cha Wafalme. Just as he did in the book of Kings, Alikuwa ameamua aangamize ukoo wa Ahab, he had decided to completely finish the na clan of Ahab. akatuma Eliya akamwambia yale yatakavyokuwa. And he sent Elijah with a message of how it Lakini shall be. Ahab aliposikia habari hiyo, But when Ahab heard the message, yeye akajua kwamba Mungu ni mwingi wa huruma. he knew that God is full of Kwa hivyo compassion. akajivika mavazi ya kuomboleza, He clothed himself in a man alafu of kisha mourning. yeye akaenda na kuomba na kufunga, And he went to pray and na fast. Mungu akamtuma Eliya tena akamwambia, And God sent Elijah again and je, said, unaona vile Ahab anatembea mbele zangu? do you see how Ahab is approaching Yeye me? amenyenyekea na maombolezo mengi. He has humbled himself. Enda umwambie Go and tell him yale mambo niliyokuambia the things and say, sitayatimiza kwa wakati wake, I shall not fulfill them in the time. ninaipostpone kwa mtoto wake. I've postponed it to What his am later I trying generation. to tell you? Ninasema When nini? we approach the throne of grace, Tukikaribia kiti cha Mungu, irrespective of the matters that are there, bila kujali yale one of yaliyopo, the things you obtain is the mercies of ya God. kwanza unapokea ni rehema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jambo God. la pili ni ile neema Ya pili, it's the grace of God ambayo Mungu anapeana ya kuweza kutekeleza that God gives for you to implement yale mambo ambayo yaliyokuwa yanakusumbua, things that were troubling ama you, kuyashinda yale mambo ambayo yalikuwa mazito. to defeat things that were difficult. Tumesoma kitabu cha Mwanzo, We have read the book of sura Genesis, yake ni ya 18. chapter number 18. Historia inatueleza ama mambo yaliyo juu hapo yanatuambia, The things that have been listed there say, and God visits Abraham one day, Mungu anamtembelea Ibrahimu siku and moja, within the dialogue ana katika mazungumzo he yale tells Abraham of what he is about to do. anamwambia ni nini anataka But in kufanya. verse 22, Na katika aya 22, when the two men had were faced to go to Sodom and Gomorrah, wakati wawili waligeuka kuangalia Sodomu na Abraham Gomora, remained in the presence of the Lord, Ibrahimu akabakia katika uwepo wa or Mungu. God remained with Abraham to commune over the matters that are going to be done. Mungu akabaki na Ibrahimu kunena na yeye kuhusu And mambo haya. because of that act of Abraham, Na kwa sababu ya kile kitendo cha Ibrahimu, Lot was spared. Loti akahifadhiwa. Lot was saved because of that intercessory part. Loti aliokolewa kwa sababu ya maombezi ya Item Ibrahimu. number one, or the first approach, Jinsi ya kwanza ni or that we approach the throne of grace, ya kukaribia kiti cha it enzi is through prayer and intercession. ni kupitia maombi na My maombezi. brother, my sister, let me tell you, Ndugu yangu, dada yangu, nikwambie, without the element of prayer, bila maombi there is nothing you can be able to achieve. hakuna kitu unaweza The Bible tekeleza. says in the book of Luke chapter 18 verse 1, Biblia inasema katika Luku that men 18:1, ought always to pray tunafaa kuomba kila without wakati fainting. bila kuyumbayumba Do ama I kuchoka. repeat this word again? Kwa nini? Wacha nirudie hili neno tena. Another version says, Tafsiri nyingine men inasema ought always to pray mtu anafaa kuomba kila without wakati giving up. bila kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Njia moja One way ya kuweza kufika katika kiti cha enzi of getting to the throne of ni grace njia ya maombi na maombezi. is through prayer and intercession. Ukiangalia maisha ya Kristo Yesu When you look at the life of Jesus Christ, katika sura ya 5 ya kitabu cha Ibrania mstari wake wa 7, in the book of Hebrews 5:17, inasema kwamba siku zake akiwa hapa it duniani, says in his days here on earth, yeye alitoa maombi na maombezi kwa Mungu. he prayed and interceded before God. Ijapokuwa alikuwa mwana wa Mungu, And though he was a son of God, yeye alisikiwa kwa yale ambayo aliyoyaomba, he was answered according to na his Mungu prayer. akamuokoa kwa yale aliyoyaogopa. And God saved him from what he was about. Hauwezi ndugu yangu na dada My yangu brother, my sister, you can't make it kuipata neema ya Mungu hivyo bure, to receive the grace of God freely. maana lazima uamue na ukate kauli Because you must make a ya decision kwamba maisha yangu itakuwa maisha ya maombi na maombezi. that my life will be a life of prayer and Na intercession. nikwambie kwamba maombi si kudai tu, Let me tell you, prayer is not just na asking. wacha nikwambie, katika kiti cha enzi In the throne of grace, Mungu hitaji dialogue na mwanadamu. God needs to converse with a Look, human. in the case of the book of Isaiah, Tazama kitabu cha Isaia. God tells the children of Israel, Mungu anaambia wana wa Israeli, come, let's
let's reason together. Njooni tunongonezane. God is awaiting for a time that we may reason with him. Mungu anangoja wakati wetu kupita Well, the kwake. children of Israel were being told Wana wa Israeli walikuwa on wanaambiwa matters that pertain their sins and what they had done. kuhusiana na dhambi zao. But do you know God is waiting for us to reason with him Unajua Mungu anangoja on the tunongonezane. matters that pertain our progress? Mambo ambayo kuhusu kuendelea Yani kwetu. inamaanisha ya kwamba hata mambo yale ambayo hayana dhambi, Even things that are not sinful. hata yale mambo ambayo ni ya kufanikiwa, Things about our Mungu progress. anakutazamia uje msemezane. God is waiting for you to Unajua come. kusemezana ni kuongea, You know, our speaking is ni conversing. kumwambia haya na haya na haya yanahitaji You kuendelea. explain to him what needs to That proceed. is an issue of appearing before him Hapo ndiko kwenda mbele zake. with an assurance that you're going to be heard. Ukiwa na uhakika wa Within kusikiwa that dialogue you're going to have. katika hayo mazungumzo I yenu. want to tell you, my brother and my sister, Nikwambie ndugu yangu, dada in yangu, the elements of prayer, katika hali ya maombi, in what components of prayer, zile sehemu za maombi, one of them is supplication. ya kwanza ni kuitisha Ile mambo ambayo unayohitaji. things that you need, That is the needs that you require and the request that you have. yale mahitaji yako. That is the spirit of supplication. Hiyo ndiyo kile ya kuomba. But there is another element of prayer. Kuna sehemu ingine ya maombi That is the issue of petition. ambapo ni Where an individual puts a case before God. ambapo unapeleka kesi yako mbele ya And Mungu that petition is heard. na ile kesi inasikiwa And God does according to what the petition is. na Mungu anatenda kulingana na ile We have kesi. several examples in the Bible Kuna mifano kadhaa kwa where Biblia men petitioned God ambapo watu walienda na kesi and zao mbele kwa God Mungu changed his mind. na Mungu akabadilisha mawazo Hello? yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I am saying, Ninasema for that grace to overflow, ili neema itiririke, you must be a person of prayer. lazima uwe mtu wa And I want maombi. to challenge you, my brother and my sister. Nikutie changamoto ndugu You dada have an yangu. issue before you. Kuna jambo liko mbele And yako. this is the year of divine grace. Na huu ni mwaka wetu wa neema. Rise up and pray. Amka na uombe. Leave your comfort place. Toka mahali pale pa furaha. Leave your comfort situation. Ondoka pale pa kutulia Petition tu. God over your issue. Na uambie Mungu And kesi let me yako. tell you, even if you are not meant to for a blessing, Nikwambia hata kama hukukusudiwa kupata God baraka, listens to petitions. Mungu husikiza kesi. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I am speaking on an issue Ninanena kuhusu jambo whereby it is just not normal prayer. ambapo sio ombi la A kawaida. petition is a request Kesi ni kama kuenda mbele ya Mungu that has a legal basis, ambayo iko na sababu a zake. reason that is reasonable enough Sababu ya kutosha that heaven will listen to it. ya kwamba mbingu itaisikiza. Look in the case of Moses Angalia Musa in the book of Deuteronomy. katika kitabu cha Kumbukumbu, When the children of Israel had sinned against God, ya kwamba wana wa Israeli walimkosea and Mungu, God tells Moses, na Mungu anamwambia Musa, I am going to destroy these people. nitaharibu hawa watu, But you, lakini wewe I'll give you another generation nitakupatia kizazi who will be kingine obedient to me. ambapo watanitii. So now move out Na hivyo ondoka that I may exercise my judgment. na ili nikatimize hukumu yangu. Moses knew Musa alijua God listens to petitions. Mungu husikiza He told maombi. him, no, Akamwambia hapana, that can't happen. hiyo haiwezi tendeka. Why it won't happen? Kwa nini When haitatendeka? the nations will hear, Wakati mataifa when yatasikia, the Egyptians will hear, Wamisri when wakisikia, the Canaanites will hear, Wakanani wakisikia, they will say you didn't have power. watasema haukuwa na You uwezo, didn't have capability. haukuwa na That nguvu, is why you have destroyed. ndio maana umewaharibu. Now, Moses did not say Musa that hakusema the children of Israel were not right to receive the judgment. ya kwamba wana wa Israeli hawakufaa kupokea But he hukumu, puts another case to God. bali analeta ombi A lingine mbele ya sign Mungu, that made God to change his mind. jambo ambalo lilifanya Mungu A kubadilisha sign that mawazo, made God to think ishara iliyomfanya Mungu that kufikiria what is being said is true. ya kwamba kile kinachosemwa ni kweli. What am I trying to bring to you? Ni nini najaribu kuleta It kwako? is that in the hall and in the presence and in the place of prayer, Katika eneo la a maombi, man
man can petition God. mtu anaweza peleka kesi yake kwa A Mungu, place whereby you are not meant for a blessing, ambapo haukutarajiwa kupata but baraka, you can receive it on a matter of a petition. lakini ulipokea kulingana na Hey, ile hello, kesi. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to I God. am saying there are issues and circumstances Ninasema kuna hali that have a legal right to torment you, ambazo zinafaa but kukuangamiza you need wewe, to approach the throne of grace lakini unafaa kukaribia and kiti cha say, yes, neema. this and this is happening, Useme hiki na hiki but I kinatokea, know this is what your word says. lakini najua hivi ndivyo neno lako God, you have inasema. no option but fulfill your word. Mungu ni kutimiza tu neno lako. Hello? Hello. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And many of the things that we sometimes presume Mambo mengi ambayo tunaasiwa that tunajua are not, they cannot happen, hayawezi kutendeka, or they cannot be turned around. hayawezi kubadilishwa. I want to tell you they can be turned around. Nikwambia anaweza badilishwa. The God that we speak about, Mungu ambaye tunanena the God kumhusu, that He who is our Father, Mungu ambaye ni baba He yetu, is a God who listens, ni Mungu ambaye husikiza, but He must listen to sense. lakini lazima asikize jambo ambalo linafaa. Hello? Praise God. When I'm speaking about petition, Ninaponena kuhusu I am kesi, speaking about sensible sense before God, ninanena kuhusu jambo ambalo linafaa, whereby a man puts a case ambapo mtu anapeleka kesi yake before God, mbele ya Mungu, and God has no way out na Mungu ana jambo lingine ila tu kutimiza vile ambavyo mwanadamu anasema. except to fulfill. Now, siku the hiyo promise. Mungu alikuwa ameamua, That day God had decided, mimi naenda na ninatoka kwangu, I'm leaving my position. ninatembea Gomora na Sodom, I'm going to Sodom and Gomorrah, maana kilio yao imefika biguni. because their cry has got to heaven. Mungu akitoka kwake When God leaves his place, hakuwa anaenda abadilishwe na Abraham. he was not going to Abraham. Abraham ni kuingilia, aliingilia mambo ya wenyewe. Abraham got into other people's Mungu issues. alikuwa ameamua, leo ni leo, Sodom inaisha leo, God had decided it's done for na Sodom. hapo hapo hata Lutu pamoja na jamii yake. Even for Lot and his family. Lakini Mungu akaamua But God decided, amfichulie siri Abrahamu kile ambacho atakachokifanya let me inform Abraham what I'm about to do. na mambo ambayo anayeyasema And the things that he ni says, ya kwamba maana namjua Abrahamu, and because he knows Abraham, atafundisha watoto wake kumcha Bwana. will teach his children to revere God. Sitamficha kile naenda kufanya. I will not hide from him what Hapo I'm ndio to do. Mungu he shot himself in the arm Na Mungu tuseme akajipiga risasi mwenyewe, kwa kufichua siri yake. by revealing his Maana secret. Abraham alipojua kile kinaendelea, When Abraham knew what was going on, verse 22 inasema aya 22 says, Abraham akasimama mbele za Bwana Abraham stood before the Lord. akamwambia, wewe Mungu nisikize leo. You Lord, listen to me Je, today. utaharibu watu 50 mwenye haki? You will destroy 50 righteous men. Sitakuzuia uende Sodom, I will not prevent you from going to Sodom. sitakuzuia uende I Gomora, will not prevent you from going lakini to Sodom. ukikuta watu 50 utafanya nini? But what if you find 50 Mungu people? akamwambia, nikikuta watu 50 God said, if I find 50, be assured sitaiharibu. I will not destroy you. Akaenda bagain mpaka 10, He continued bargaining mpaka na mpaka wakafika 10. anamwambia, na usikasirike. And he says, do not get angry Anamwambia, na with me. ukipata hawa, And you find this, what will happen? ni nini kitatendeka? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to He God. laid a case before God, Akapeleka kesi yake and mbele ya through Mungu. that case, Na kupitia ile kesi, the Bible says Biblia inasema, Lot was saved. Loti akakombolewa. Although he was in that generation or in that people, Ingawa alikuwa kwa kizazi pale the Sodoma na intercession Gomora, and the petition by Abraham maombezi na kesi ya Ibrahimu saved the generation of Lot. ikaokoa kizazi And cha if you Lutu. read the scriptures, it says, Na ukisoma Biblia and inasema, God saved Lot na Mungu akamwokoa Lutu because he had compassion on kwa Abraham. sababu alimhurumia Ibrahimu. What am I saying? Ninasema nini? You can put a case before God, Unaweza peleka kesi yako mbele ya Mungu, and that case can be listened. na hiyo kesi isikizwe. Hello? Hello? And a change be declared. Na mabadiliko It yatangazwe. is not in the case of Abraham alone, Sio kwa Ibrahimu pekee, but look in the case of Hannah. angalia pia Hana. God had closed her womb, Mungu alikuwa amefunga tumbo lake, and all the years na miaka hiyo yote she didn't have children. hakupata watoto.
But one day she decides this must come to the end. Na siku moja anaamua hii lazima I ifike will mwisho. personally go to where he stays. Nitaenda mimi mwenyewe mahali anakaa. I will appear at his presence. Nitapatikana kwa uwepo So wake. I believe Hannah aliangalia, I believe Anna looked and said akaona mume wake yeye anaendelea katika mambo yake, that the husband is continuing with na our hakuna things, mtu mwingine amemzuia pale. and no one else is Kwa hivyo preventing her. akapenyeza polepole, She got in na slowly. kwa sababu hakutaka kuinua yani watu wengi wajue ako hapo, She did not want to raise her voice. akaongea uchungu wa moyo She wake. spoke the pain in her Na heart. Biblia inasema ya kwamba Eli alipomwangalia Bible says when Eli looked at her, akamwambia, ewe mama, ondoa mvinyo toka kwa mbele zako, you stopped being a drunkard. maana hakumwelewa. Because she did not understand. She did Lakini not Ana understand. akamwambia, But Anna told her, mimi sio wale wake wa yani ambao hawana desturi, I am not an indisciplined woman, bali ninaumwaga na mimina uchungu wangu but I'm pouring my heart and mbele pain za before Mungu. God. Before God. Let me tell you, unless you approach the throne of God, Nikwambie usipokaribia kiti there cha are Mungu, things that will remain constant. kuna mambo yatabaki pale. But when you come to the throne of God, Lakini ukikuja kwenye hiki I kiti, know our God is merciful. najua Mungu wetu ni mwingi wa One of rehema. the qualities of God, Sifa moja ya it Mungu is that he is merciful. kwamba Kama anatuhurumia. umekimbizwa, he will have mercy on If you. you are being chased, he will have mercy on you. Yana maanisha ya kwamba una mambo yamekukimbiza, And there are things that are after your yeye life. atayasikiza. God will listen to Lakini them. wacha nikuambie, Mungu ni mkuu, I tell you, God is great. lakini atafanya pasipo kuulizwa na He mwanadamu. will not do unless you ask. Maana maisha yako ni yako, ndugu yangu. Because your life is your Kwa hivyo life. kumwalika Mungu na kuapproach Mungu ni kwa faida yako. When you invite God and welcome, it's your And benefit. it doesn't matter your status in society. Haijalishi kiwango If chako you maishani. approach the throne of grace, Ukikaribia kiti cha you will be rehema, a recipient of the mercies of God. utapokea huruma ya Hey, Mungu. hallelujah. Hallelujah. May God have mercy on our lives. Mungu awe na rehema juu ya Whenever we maisha yetu. approach the throne of grace, Kila wakati ukikaribia that he may kiti, heal all our diseases, ataponya magonjwa that he may yetu. heal all our problems, Ataondoa shida that he may zetu. visit our financial issues. Atatembelea shida zetu But za unless you kifedha. tell him, Usipomwambia, he will remain. itabakia vile vile. I'm challenging you Nikutie changamoto, as I challenge myself. nikijitia pia. If you look at the cases of men Ukiangalia kwa wanadamu that have approached the throne of God, ambao wamekaribia kiti cha they Mungu, did not leave empty-handed. hawakutoka pale And it bure. didn't matter the mountain of problem they had. Haijalishi mlima waliokuwa But nao, when they came out with victory. wakitoka pale walitoka na Because ushindi, God will always have mercy. kwa sababu Mungu kila wakati ni mwingi There wa is a rehema. verse I love so much. Kuna andiko ninapenda sana In the book of Job, chapter 36 and verse 5. katika kitabu cha Yobu 36 God mstari wa does 5. not despise anyone. Mungu adharau Hey, yoyote. hallelujah. Amen. Yani kudespise sio ile madharau ya kawaida, ni ile ya kwamba hata hawezi sikiza. That he cannot listen to you. And it says, God, behold, God is mighty, but despises no one. Tazama, Mungu ni mkuu bali hawezi He is kumdharau mighty yoyote. in strength of understanding. Yeye ni mkuu na nguvu za kuelewa pia. I am saying, Ninasema when we petition God, tukipeleka kesi zetu kwa He will Mungu, have mercy on us. And He atatuhurumia. cannot despise your case. Na hawezi kudharau He will kesi never yako. despise you. Hawezi kukuacha wewe. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Today, if you want to approach anyone, Leo kama unataka kumkaribia mtu, this is the custom in Kenya. hii ndio mtindo hapa Kenya. They will ask you who sent you. Watakuuliza nani But alikutuma. in the presence or in the throne of God, Lakini katika uwepo wa Mungu, we do not have the letter of sending. hatuna ile barua ya The kuonyesha door tumetumwa. is open for our attendance. Mlango ni wazi kwetu Bwana kuingia. Yesu asifiwe sana. Praise the And Lord. our God is mighty in power and strength. Na Mungu wetu ni mkuu kwa nguvu na uwezo. Another part of his qualities Ana sifa ingine yake is that he does not despise anyone. ni kwamba hawezi kumdharau yoyote. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. You might be despised in any other circumstance. Unaweza kuwa unadharauliwa kwingine Or kote, even in your family setup. ama katika jamii Or even yako, in the workplace. ama katika mahali pa Or kazi, anywhere. Name it. ama mahali pengine popote. But I have this conviction and it is true.
bali nikana shauku ndani ya moyo wangu na ni by kweli. the word of God, Kupitia neno la in Mungu, the presence of God, katika uwepo wa and Mungu in the throne of grace, na katika kiti cha there is rehema, no despisation, if that is good English. hakuna kudhihakiwa ama kudharauliwa. You will be listened to. Utasikilizwa. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. A petition, A kesi it is a request ni kile that kukuitisha have a legal basis. ambayo inastahili kwa Bwana sababu asifiwe sana. yake. Praise the Lord. It has a legal foundation. Kuna sababu zake. So when we are speaking about prayer, Tunaponena kuhusu maombi, we are not just speaking about people who come and tell God about their needs. hatusemi tu wale watu wanaleta We mahitaji are yao. speaking about another level, Tunanena kiwango whereby kingine a man puts a case before God ambapo mtu analeta kesi and yake mbele tells ya God, Mungu I need to be blessed. na kuambia Mungu nahitaji And these are kubarikiwa. the reasons why I should be blessed. Na hizi ndiyo sababu kwa nini unibariki. Reason number one, Mambo ya I kwanza, am your child mimi ni mtoto wako and you are the king. na wewe ndiye It is mfalme. not prudent Na ifai that a king should have weak and poor people. ya kwamba mfalme awe na watu ambao ni And if you maskini. read John chapter 1 and verse 11 and 12, Ukisoma Yohana 1:11 it says he came to his own, inasema alienda kwa watu and walio his own wake did not believe in him. na wale But hawakumwamini, those that believed in him, na wale waliomwamini he gave them power to become the children of God. alipewa nguvu na haki ya So kufanyika therefore, I wana. approach God as a father, Ninamkaribia Mungu kama and baba, my father will have mercy on all my trials. na baba yangu atakuwa na huruma na shida That is zangu. why you'll never be tempted above your measure. Ndiyo maana huwezi jaribiwa kiwango kisicho Even chako. when you are tempted, our Father is merciful. Na ukijaribiwa Mungu wetu ni ana He will huruma. always create a way. Anatengeneza So when njia. you approach God Ukikaribia Mungu with a case and a petition, na kesi you yako, can be heard because you are his child. utasikizwa maana wewe ni Hey, mtoto wake. hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hautoki hivyo hivyo. You not leave empty. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. And number 2, Ya pili, the Bible says, Biblia the inasema blessings of God make one rich, baraka za Mungu humfanya mwingi kwa and tajiri they add no sorrow. na haziongezi huzuni. You table a good case before God, Peleke kesi yako mbele ya Mungu, and before you know it, na kabla ufahamu, God will have to act on his word. Mungu atatenda kulingana na neno lake. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So my brother and my sister, Hivyo basi ndugu yangu, dada yangu, wacha kutumana mbele za Mungu, stop sending others to the presence ya of God. kwamba for you. waapie before God on your case. Ya kwamba onekane pale kwa It niaba is yako. better we combine effort Ni vyema tuunganishe nguvu zetu. while you are there. Ukiwa pale, Afadhali tumwambie Mungu tumekuja siku zote we have come all of kwa us sababu ya munene, because of this lakini person. si akiwa amelala. Not when he is Hata sleeping. wewe ndugu yangu, my brother, Even you, my brother. lazima uachane na ulipie gharama, You must pay the price. maana kuapia mbele ya kiti cha enzi Appearing before the throne, lazima ufanye mambo haya. you must do this Jambo thing. la kwanza, lazima ukubali You must accept ya kwamba jambo langu ni tatizo, ndio, that my issue is my issue, lakini lina suluhu, but there is a na solution. mimi nitaapia mbele za Mungu mwenyewe. I will appear before God myself. Halo, Praise the Lord. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania The Bible says in the book of ya Hebrews kwamba hatujakuja katika mlima that you have not ambao come umetikizika unawaka moto na gurumo, to a mountain that can be shaken and bali ni katika uwepo wa Mungu but in the presence of God. na yeye ambaye aliumba mbingu na nchi. He who created the heavens and the earth. Mungu aliposhuka zamani za kale, When he was coming in the earlier times, wakati wa wana wa Israeli, in the times of children of Israel, waliposikia gurumo na radi na mioto, when they had thunderstorms wakaambia and Musa, wewe fire. mpaka munaongea na yeye, you go as you speak to him, alafu wewe unatuletea story. you will bring us the information. Lakini sisi wapendwa, But for us, brethren, we have no intermediary. hakuna mtu katika. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. We have direct access Tuko na ile moja kwa ya moja kufika kwake, mbele za Mungu of getting before him, without an appointment, bila na appointment, kumwambia Baba yangu nimekuja, and tell him, Father, I have come. wacha niulize umekujaje, How have you come? ni Let him nini ask. hiyo imekulete. What has brought you? Nitamwambia ninahitaji, I will tell him I have a reason. nimekuja mbele zako, I have come before you maana hii mambo imenisumbua, because these things are na wewe bothering me. ukiwa baba yangu huwezi kaa hivyo. As my Father, you can't just sit. Lazima uamke, You must wake na up. Biblia inasema ya kwamba And it is and Bible let says, God arise
ila Mungu amke, and his enemies to scatter. ndiyo maadui watawanyike. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. The Bible says, Biblia inasema, and them that know their God na wale wamjuao Mungu wao shall stand firm. watasimama imara. Hallelujah. Hallelujah. Sio kuyumba. Not shaking. They will stand firm Watasimama imara and do great exploits. na wafanye makubwa. That is the book of Daniel chapter 11 verse 32. Hiyo ni Danieli 11 God is also looking unto you Mungu anakutazamia because he wewe. needs to release his grace upon your life. Anahitaji kuachilia neema You are yake. created to do exploits. Umeumbwa kutenda makubwa. Sio mbinguni, Not in heaven. ni hapa duniani. Here on earth. Lakini lazima upokee neema. But you must receive the grace. Neema ya kufanya exploits. The grace to do great things. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When we appear before God, Tukienda mbele ya Mungu, we will not come out empty-handed. hatutoki pale bila kitu. And if you look at the case Ukiangalia ambayo pia mama wa Syrophoenician aliweka mbele za Yesu. the Syrophoenician woman, Alikuja mbele za Yesu akiwa ameamua, she came having made a decision. nimeenda mtoto wangu apone. I'm going there for the healing of my Nimesikia son. habari I have heard the news kutoka kwetu from within ya kwamba huyu Yesu anaponya, that this Jesus na heals. mtoto wangu siwezi kawia And my son, I can't sit back akiwa anaumia. when he is suffering. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unaona roho wa mama, The spirit of this mom, sisemi wazee hawana roho, I'm not saying men lakini don't nataka have this. uangalie huyu mama. I want you to look at this woman. Anatoka region ya juu, She is coming from another anatembea region, miguu siku ya kukuwa na magari, walking by feet mpaka anafika katika region ya Judea. until she got to Judea. Anakuta watu wengi wamekaa hapo. She finds many people sitting Anajua there. si kuja kusikiza umati. I didn't come to listen to Kuna the jambo crowd. moja nimeamua, I have decided maisha ya mtoto wangu lazima ibadilike. the life of my son And it must be doesn't changed. matter I am a Syrophoenician woman. Haijalishi mimi ni wa aina What gani. I know is God is merciful. Kile najua Mungu ni mwingi wa huruma. Akakuja mbele za Yesu akamwambia, She came before Jesus and Master, said, mtoto wangu ako hivi na hivi. my son is like this and this. Yesu akamwangalia, Jesus looked at her. akamwambia, ile mkate niko nayo The bread that I have ni ya watoto. is for children. Siwezi kuichukua niwapee umbwa. I cannot give it to the dogs. Huyo mama, ujue aliweka kesi ambayo Yesu inaitwa kushindwa 9-0. Yaani kesi ambayo hawezi kuepuka. A case that challenged Jesus. Akamwambia, She told ni her, ukweli hivyo umesema. it's true what you've said. Lakini hata umbwa But even dogs, hukula yale masalio they eat crumbs that fall. yanayoanguka. That fall. Unajua hakuna mtu upanga hii anguke. There is no one who plants that crumb to Lakini fall. akamwambia, But she said, even those dogs, hata wale mbwa they eat the crumbs that fall from the table. huwa wanachukua ile So masalio na those anguka. dogs have a right from the crumbs. Na hivyo basi wana haki ya kula. Yesu akamwambia, by your faith, Na kupitia imani let it yako. be done. Ifanyike. Akapinduka na akaambia wale wengine, She turned and I told have the not others, found such faith in Israel. sijapata imani kama ile Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the At Lord. that juncture, Na kwa wakati a ule person who was not an Israelite mtu ambaye hakuwa Mwisraeli received the gift that was meant for Israelites. akapokea zawadi ambayo ni And Waisraeli. I'm double sure Na kuna na watu hakika, walikuwa hapo na wakutimiziwa, there were those that were maana not they did fulfilled. not take the opportunity. Kwa sababu wachukua ile nafasi. Hello? Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Appearing or approaching the throne of God, Kukaribia kwenye kiti cha Mungu, one of the ways is through prayer. ya kwanza ni kupitia And maombi. not only the prayer of supplication, Na sio maombi ya kuitisha, but even petitions, bali pia kesi even zetu. prayers of thanksgiving, Maombi ya kushukuru, even prayers of devotion, maombi ya kujitoa and prayers of adoration. na ya kumsifu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. When we approach the throne of God, Tukikaribia kiti cha enzi cha Mungu, there are several things that happen. kuna mambo kadhaa Let's hutendeka. go back to the life of Anna. Atuangalie maisha ya Ana. Alipojipenyeza na kuingia hekalu. When she got to the temple, Wacha nikwambie, let me tell you, katika desturi ya wana wa Israeli, in the custom of it Israelites, was a taboo haikufaa for a woman to enter kwa mwanamke kuingia where the priest was staying. mahali ambapo kuhani alikuwa anakaa. Even the normal men, Hata watu wa they kawaida could not approach. hawangekaribia. But she decided, Lakini akaamua kama anauaga watu, wacha tukufe na yeye huko ndani. kama ni mbaya
mbaya. Hello? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. And when she poured her heart, Na wakati alimwaga moyo wake, she also made a vow. akafanya nadhiri. And when she fulfilled that vow, Na wakati alitimiza ile nadhiri, because God had her prayer, kwa sababu Mungu alijibu ombi the lake, Bible says she was given other children. Biblia inasema akapewa watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hey, hallelujah. Hallelujah. But sometimes Wakati mwingine our own issues or fear uoga wetu ama shida zetu or some issues ama mambo mengine mambo mengine yana take priority of our lives, yanachukua nafasi ya kwanza that we maishani, do not approach his throne. ya kwamba tukaribii kiti chake. Hello? Hello? It is important to know Ni muhimu kufahamu that first, to approach the throne of grace, ya kwamba kukaribia kiti cha Mungu mwanzo it is through prayer. ni kupitia maombi. There are key points on Kuna prayer. mambo kadhaa I'll just going to touch on them. ambayo nitaguzia tu. It is a requirement for every believer. Inahitajika kwa kila muumini. It is a requirement. Inahitajika. And not only praying, Na sio kuomba tu, but praying fervently. bali kuomba kwa wingi, Yani ile bila kuchoka, kuingia kindani. kwa undani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na shida na tatizo tulionayo And the problems and issues we have ni ya kwamba Wakristo siku hizi, is that Christians of nowadays, if they are going to pray for 1 hour, kama wanaenda kuomba kwa saa it moja, is only if they have a major issue. ni kwa sababu wako na jambo lingine Most zito of the kwao. times is just a blessing. Wakati It mwingine is ni just baraka tu, a quick hit and run. ni ile kugonga na kupotea. Mungu bariki safari. God bless our journey, Mungu bariki chakula iliyo mbele zetu, bless our food, na miili yetu ikiwa na afya. our bodies will be healthy. Na unamalizia hapo. You conclude it there, Na unangojea mlima iondoke. and you wait for mountain My to brother, move. hiyo mlima itakulalia. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Another quality of prayer, Asifa ingine ya maombi, it is that we should pray without ceasing. ya kwamba tunafaa kuomba bila That is kukoma. what Paul tells the Thessalonian church. Ndivyo Paulo anaambia kanisa la Thessaloniki. We also find the book of James chapter 5 and verse 16. Tunapata katika kitabu cha James And it 5:16 tells us that prayers avails much. ni kwamba maombi huleta mambo mengi, Or it is powerful in its effect. ya kwamba matokeo yake ni makubwa, That prayer of a righteous man. ya kwamba ombi la mwenye haki. Another character or key point on prayer. Jambo lingine muhimu la maombi, Other than that, you get that effectiveness. zaidi ya kupata kujibiwa, It is also through prayer God gives ni guidance. kupitia maombi Mungu anapeana mwelekeo. Sometimes we may not know what to do. Wakati mwingine tunaweza kosa kufahamu cha But when kufanya, we go before God, lakini tukienenda mbele za He is Mungu able to direct us. huwa anaweza One kutuongoza. day we find the book of Acts chapter 1 and verse 24. Tunaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume All the 1:24. apostles were together. Mitume wote wakawa And they pamoja. decided that wanataka kura. Wakaamua we need to eat. Kura, vote. To vote, sorry. Na wakawa na watu wawili. And they had two people. Na hapa hakuna mapendeleo. And there is no favor here. Wakaamua wacha tuombe. Let us pray. Mungu kati ya hawa, maana unajua mioyo ya wanadamu. Because you know the hearts of men. Katikati ya hawa, Between these two, ni nani unayetaka? who do you want? Na hapo ndipo kura ilimwangukia jamaa moja. And that's where the vote went to one Pia man. katika maombi Biblia inasema Even in prayer the Bible says, wakati ambapo tunapoomba kuna deliverance. when we pray kuna kukombolewa. In chapter 12 of the book of Acts, Katika Matendo ya Mitume 12, King Herod Mfalme Herode, alikuwa amemchukua Yakobo na akamuua. he had taken James. James and killed him. Na watu wakafurahia. And people are very happy. Lakini alipomchukua Petro, But when he took hold of when the Peter, church prayed, wakati kanisa and they did liliomba, not just pray, na sio kuomba they tu, prayed fervently. wakaomba kwa undani, God sent an angel. Mungu akatuma Now malaika. Peter was in prison Petero alikuwa in jela, the inner core place, pale ndani and kabisa, among a squadron of soldiers. na katikati ya wanajeshi wengi. The angel came and told him, rise up. Malaika akaja kumwambia And amka. when he
rose up, Walipoamka, all the shackles fell down. minyororo yote ikawa And he was chini. told, put on your coat. Na akaambiwa vaa vazi And the lako. angel went before him. Na malaika When they akamtangulia. came to the outer gate, Wakati walitoka lango la and it nje, was a strong gate. ilikuwa lango la It uzito, opened itself, and ikajifungua they went. na wakaenenda. And Peter was delivered. Na Petero When we akakombolewa. pray, Tukiomba we gain deliverance. tunapata Or ukombozi. deliverance is achieved. Na ukombozi unapatikana. Sometimes I listen people saying Ninasikiza wengine wakisema that Christians don't need deliverance. ya kwamba Wakristo hawahitaji These are ukombozi. people who do not know. They are people who suffer. Ni watu ambao hawajui kuna wengine They are waumia. people who are under attack every minute. Kuna watu ambao wanavamiwa But kila I want to wakati. tell you the solution to your problem. Nikwambie jawabu ya shida zako It is approaching the throne of grace. ni kukaribia kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to God. Imagine, wacha nikuambie hiki kitu. Think about this. Imagine shetani utu accuse mbele ya Mungu That the devil accuses you before God na wewe uendi mbele yake and you are not going before him kujitetea. to defend Yaani yourself. unakubali tu accuser, You allow the kila accuser siku unastakiwa, that every day you are lakini accused, hata wewe kujinasua but huwezi. you cannot even deliver yourself. Hello? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Prayer Maombi is the element that also God uses to give us direction. na ndiyo njia ambayo Mungu hutumia kutupea When, uongozo. when there are apostles who are in Antioch, Wakati mitume walikuwa pale Antioki, the Bible says there were prophets and apostles in Antioch. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na manabii na mitume. They were on a pale. normal fasting program. Walikuwa katika hali ya kufunga na kuomba And the Holy kawaida. Spirit said, Na Roho Mtakatifu set akasema, to me aside Paul and Barnabas nichagulieni Paulo na Barnaba for a work that I have for them. kwa ajili ya kazi ninayo And yao. they prayed and fasted more. Wakaomba na kufunga And zaidi. they commended them to the grace of God. Na wakawapeana kwa neema So ya whenever Mungu. we pray, Kila wakati we tukiomba, receive a word from God. tunapokea neno kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mambo mengine. Another thing, Yani mambo mengine some things, haitaenda they will not go hata ukianointiwa na nani. even if whoever anoints you. Let me tell you honestly. Nikwambie ukweli. Mambo mengine Some things, hata ukianointiwa na nani. even if you're anointed by a Ama donor, uwe anointed na mtu anapiga somersault. even if you're anointed whichever manner, Na wewe ambao hauombi and you are not in praying, your own person, katika nafsi yako mambo mwenyewe, mengine yatakuwa ngumu. some things will be It is difficult. important you take your own step. Ni muhimu uchukue hatua mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. It is important you appear before God. Ni muhimu ukaribie kwa There are Mungu. things that are in your life that we don't know. Kuna mambo yako maishani mwako na We hatujui. don't need to know them. Hatuhitaji kuyajua. Take them where they are supposed to be dealt with. Ipeleke mahali panafaa ambapo atashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. When we appear before the throne of grace, Tukionekana kwenye kiti cha neema, we will obtain God's mercy. tutapokea rehema ya Mungu. And the hand of God will be upon us. Na mkono wa Mungu utakuwa juu One of yetu. these ways, Njia moja it is to pray. ni kuomba. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa kuomba simaanishi By prayer I don't mean unapitia dakika 5. you are passing through for 5 Kama ni minutes. mlima unaondoa, unafikiri serikali ya Kenya inaondoa hiyo mlima na miaka gapi? How long do you think it takes the government Kama to clear a mountain? hii barabara yenyewe yakiwe tangu ianze kutengenezwa from Rironi, they said they initially thought it will take 3 years and now it is going to the 4th year. Bado wanalima, Wachina wanalima na ni barabara mahali flat. Na wewe uko na mlima unakoka dakika 5. My brother, wacha kudanganyika. Gonga kitu sawa sawa. Yes. Hello? Hello? Kama yule unapambana naye ni mzee wa zamani, If the person you are dealing with has been from ancient times, Bible inamuita mzee wa zamani. the Bible called him Nyoka an kwanza, ancient man. the serpent dragon of old, ni mzee kwa kazi yake. Hey. Na wewe ni wa 80. Na unataka 5 minutes ushinde kutoka kwa zamani. My brother, lazima pia na wewe uingie kwa yule ancient of days, utoke na neema yake, ukutane na huyo. Match the efforts. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Wacha kucheza kama wewe, cheza kama Yesu. Hallelujah. Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Alijua kile kiko mbele yake ni kigumu. He knew what was before him was big. Na unajua alienda siku gapi? Do you know how many Yafufue days kina he- Lazaro, kina wale wengine tunaibanga hawa. Huyo jamaa alikaa wilderness. He stayed in the wilderness
mpaka 40 days. Sikwambii wewe uende 40. Until 40 days were over. Maana wengine hapa labda tukuje tuibe haleluya. Ama watatoroka katikati ya midst hiyo. What I'm saying, I'm challenging you. Kile nasema ni kukutia changamoto. And the Bible says, na Biblia inasema Jesus prayed and fasted. Yesu akaomba na kufunga. And in the days of his flesh, na wakati wa wewe kuwa na he mwili, offered prayers with strong crying and tears. akaomba kwa kulia na And the machozi. Bible says, until. Na Biblia inasema mpaka. When you see that word until, ukiona hilo neno mpaka, it shows there was a lot of time. inaonyesha kwamba kuna muda mwingi. And there was a span of time. Na muda mwingi uliopita. That his prayers were still in waiting. Ambapo maombi yake And yalikuwa it also yanaendelea. shows the persistence. Ninaonyesha kule Until kuendelea. the hearer did something. Na And mpaka yule ambaye anasikia akatenda jambo. until the hearer did something. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I believe in praying. Ninaamini maombi. But I don't believe in 2 minutes. Siamini yale ya dakika 2. Sisemi ni mbaya. I'm not saying it's bad. Nasema kuna maombi mengine hata iwezi fukuza homa. There's some prayers that cannot even cure a homa. Hello? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Because whenever you approach the throne of God, Kwa sababu kila wakati ukikaribia kiti cha unafikiri ni Mungu. watu wangapi wako hapo? How many people do you think I are there? normally say, Huwa nasema if this world has 8 billion people, kama hii dunia iko na watu bilioni 8. say half of them Maybe are nusu not yao, born again. tuseme nusu yao hawajaokoka. So you are left with 4 billion. Umebaki na bilioni 4. These 4 billion know something about God. Hawa bilioni 4 wanajua jambo kuhusu Probably Mungu. there are 200 million praying at any given time. Labda kuna milioni 200 wanaomba So my wakati brother, wowote. if you don't pray, there might be 100 million people talking to God. Kama hutaomba kuna wengine pale milioni 100 wanaitisha. And if you are amongst the 100 million, Kama uko pale kati ya ile milioni 100. I want my voice to be heard in that nataka 100 sauti million. yangu isikike pale. And I'll stay there. If I am the 100 millions, let me be heard in that time. Hata kama nitakuwa wa mwisho heri nisikize. Prayer is tarrying in prayer. Kuomba ni kukaa pale Kukawia. katika eneo la maombi. Hello? Even some people said, Hata watu wengine walisema the longest journey is tackled with one step. Yani ile unaanza kwa hatua moja. ile safari ndefu sana inaanza na hatua But do moja. you know the truth is that when you take one step, you have not completed the journey. Lakini unajua kwamba ukiweka tu hatua moja hujamaliza safari. Yani hujamaliza. Hujamaliza. You must walk the other 1,000. Lazima utembee hizo zingine zote mpaka How many mwisho. of us tunakujaga moja? Ni wangapi tunakanyaga tu moja? Tunagojea mambo itendeke. And we wait for things to happen. Bwana Yesu atusaidie sana. May the Lord help us. Njia ya kuapproach kiti cha neema One way of approaching the throne of grace. ni kwa maombi. It's through prayer. Bwana Yesu atusaidie sana. May the Lord help us. Pengine wewe Maybe you, yale mambo yanakusumbua ni makubwa ndio. the things that are bothering you are Lakini big, hutaki yes. kulipia gharama. But you don't want to pay the Wacha price. nikwambie gharama ya wokovu umelipiwa. Let me tell you, the price of salvation has been paid. Uliipokea kwa neema. You received it by grace. Lakini kubadilisha mambo yaliyomo, But to change the current lazima situation, ulipe gharama. you must pay the price. Hello? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama kuna neema inahitajika, If there's grace that is required, kama kuna mambo yanahitajika, if there are things that are lazima needed, uamue nitaenenda mbele zake. you must decide I must go before Na him. wacha nikwambie, Mungu hakinai yeyote. I tell you, God despises no one. Yeyote ataye mbele zake anamsikiza. Whoever goes before him, he Na listens to Mungu him. hajawahi uwa mtu mbele zake. God has never killed someone in Kwa his hivyo presence. kama kuna mambo hufa ni mambo ya dhambi. If there are things that die, it's a sinful Lakini thing. naweza kukuashua, But I can assure you, hauwezi appear before God na utoke hivyo. you cannot be before God utoke bure. Hello? Praise Jesus. Afadhali utoke na neno. You better live with the word. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. It is important Ni muhimu for kwetu, us to know kwetu when kufahamu. we speak about the year of divine grace, Tunaponena kuhusu mwaka wa it neema, means it is an year of intensive prayer. inamaanisha ni mwaka wa kuzama kwa maombi. Change. Badilika. Change. Kubadilika. Allow yourself to change.
jikubalie kubadilika. You will only rise to the level of your prayer life. Utaweza kuinuka kiwango cha You maombi will yako. see God to the level of your prayer life. Utaona Mungu kulingana na You kiwango will cha hear maombi God yako. to the level of your prayer life. Utasikia Mungu kwa kiwango cha maombi yako. You will understand God to the level of your being with Him. Utaelewa Mungu kwa kiasi The utakuwa na people who yeye. called God names, Watu ambao walimpa Mungu they majina, called Him according to the manifestation. walimuita kulingana na I ishara. don't want to be among the statistics Mimi sitaki kuwa kati ya of ile the people who nambari will only see God in heaven. ambao wataona Mungu I mbinguni. want to see Him here on earth. Nataka nimuone So hapa that when duniani. I go to heaven, Ili nikienda and there will mbinguni, be celebration of our fellowship. itakuwa kufurahia In the ushirika name of wetu Jesus Christ. katika jina I la want to Yesu. challenge you, my brother. Kutia changamoto ndugu There yangu. is a petition you can petition God. Kuna kesi unaweza peleka mbele ya God Mungu has no way out. na Mungu hana njia ingine. And in chapter 3 of the book of Exodus, as we conclude, Katika Kutoka 3, Moses, sijui nini alikula siku hiyo. I don't know what Moses had taken that Na day. ninaomba tukule hiyo kitu Musa alikula. I'm praying we be fed on that. Hallelujah. Hallelujah. Akaambia Mungu, He told God, unajua you know, kuna mambo unaniambiaga. there are things you tell me. Kwa hivyo kuna mahali wanaogeanga. There's a place where they talk. Hata Mungu alisema Even God said, ya kwamba kama kuna nabii if there's a prophet, ninaongea na yeye kwa ndoto na jozi, ambaye I speak to him through dreams and visions, lakini Musa mtumishi wangu but Moses ninaongea himself, mdomo kwa mdomo. we speak one on one. Kwa hivyo Mungu ana confirm, Mungu anadhibitisha, they converse. huwa Siku wanazungumza. moja Musa anaamuka on the right way, One day he wakes up on the right road. anamkuta Mungu anamwambia, He finds God and by tells the him, way kuna vitu unaniambianga, there are things that you tell lakini me. nataka tuende level ingine. I want us to move to another level. Unaniambianga ya kwamba nimepata neema You tell me I found na grace, unanijua kwa jina langu and you called me by na ya your kwamba name, nimepata kibali, that I found favor. lakini kuna kitu nataka. But there's something I need. Haujanionyesha ni nani utaenda na yeye, You have never shown me who is accompanying haujanionyesha me. wewe. You have never showed yourself Na to Mungu me. akakaa akasema, wewe, hii maombi haijaiomba na mwingine duniani, These prayers never been made by another. na huko mbinguni kuna sheria And in heaven there are rules. ya kwamba hakuna mwanadamu ataona Mungu face to face na abaki. And there is no human being that will see God himself and he leaves. Na akamwambia, And he told him, hii mambo yako, this prayer, there is a place by me, kuna mahali pangu. nitakuweka hapo, I will fix you there. nitaweka mkono wangu uwe juu yako, I will place my hand over you. nitatembea, nitapita mbele, utaona mgongo. I will At least pass by and Musa see my aliona back. mgongo wa Mungu. Moses saw Na the Mungu back of God. alipotembea And when God walked, akaanza kusema, the Lord is gracious, anaanza the Lord is compassionate. Mungu ni mwingi wa His rehema. grace, he goes to the fourth and the fifth generation. Neema yake inafikia hadi Wewe kizazi unafikiri Musa cha. alikuwa anasikia vizuri aje? How well- Ako hapo mbele za Mungu, anaona mgongo, anasikia vitu vizuri. He was feeling good. Hello? Hello. Na sisi tunainuka mkono nasema Mungu wa Elia, Mungu wa Jakobu. Lakini ile price umelipa si kama Elijah. Aya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Unafikiri Elijah alikuwa mtu wa kukaa tu bila maombi na maombezi? Huyu jamaa anaomba Bwana mpaka hakuna kitu inafanyika na hatoki. Anatumana, analetewa negative report 6 times. Mpaka ya 7 anaambia kuna kamkono inatoka kama kwa bahari. Anasema okay, enda ambia Ahab. The rain is coming. Kwa hivyo hata anapoanza bio, Even when he anajua starts running. backing ile ako nayo. Yes. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Huyo jamaa akiwa mlimani, That gentleman in the mfalme mountain, anatumana jeshi, anatumana aitwe. he sends for the king. Anasema report. kama mimi ni mtumishi wa Mungu, acha moto itoke. Moto inatoka. If I am the servant of God, let fire raise you down. Na sio tu hiyo peke yake. And not just that. One day Samuel Siku moja Samueli, anawaambia wana wa Israeli, he tells the children of Israel, let me tell you of a surety. wacha nikwambie hakika. Let God show. Wacha Mungu And he aonyeshe. told them, today is the harvest time of the barley. Na leo ndiyo siku ya kuvuna. But I'll call on God to bring rain. Nitaita Mungu alete Akaita mvua. Mungu akaleta mvua wakati wa ukavu. He called God and he brought And rain everyone in feared famine. the Lord and they feared Samuel. Na kila mtu akamcha Mungu na kumwogopa Wewe kuna Samuel. watu wanakuogopa There are people that fear. ama wanakuogopa na kupiga shega Hey, kona. what kind of fear? Hello? Praise the I'm Lord. challenging you.
as I challenge changamoto myself. nikijitia pia, Because the world needs to see Jesus. kwa sababu dunia inafaa kumuona And Yesu they will see him through us. na wataona Yesu kutupitia Bwana sisi. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. The Hallelujah. world needs to see Jesus. Dunia inataka kumuona And Yesu. you profess and say he is in me. Huwa unatangaza Sasa yuko ndani mwambie, sasa yangu. ukiwa ndani tokelezea nje. Yes, tell Pambana na him. hii mambo. Let him solve Wacha his mkono issues. wako uonekane. Let your hand be seen. Hello. Hello. Bwana Yesu atusaidie sana. May the Lord help You us. are a young man. Uko pale wewe ni You are an kijana. old man. Wewe ni mzee. You are a young lady. Wewe ni msichana. You are an older niliambia watisto women wanaitwa nani? Warembo wa Kristo. Hallelujah. Kitu kama hiyo. Praise the Lord. People need to see Jesus. Watu wanahitaji kumuona Yesu. But before they see him, Lakini kabla wamuone, you must consistently walk with him. lazima utembee na yeye na ukae na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Peter and John, Petero na Yohana, when they raised the crippled man, wakati walinua aliye they were kiwete, going for a prayer session. walikuwa wanaenda maombi. Bwana asifiwe sana. Praise And it Jesus. was their time. Ilikuwa wakati My wao. brother, if you don't pray, Ndugu yangu nikwambie, kama uombi, utakemea shetani, itakwambia si kama hiyo tunasikiaga. you will cast the devil and he will look at you with open eyes. Hello. Praise the Lord. May I pray that the Lord may give and grant you his grace. Ninaomba kwamba Mungu akupee neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Neema ambayo haiwezi kubatilika. Grace that cannot be Neema used. ambayo inaweza badilisha mambo. Grace that changes things. Mungu tunayeongea kuhusu, The God that we are speaking and about, alitoa maji kutoka kwa mawe. he brought water from a rock. Unataka kuniambia hawezi toa maji kwa sababu yetu? You won't tell me that he Kutoka kwa can't mawe. bring water for us. Na mambo ingine sio tuspiritualize sana, And some things let's not tusiweke kiroho pale sana. ya kwamba hata ilikuwa ya wakati huo, That it was those times. hata wakati wa sasa Even now, anaweza kutenda. he can do it. Bwana asifiwe sana. Praise the Let Lord. us stand up. Tusimame. Just tell God today, Tuambie Mungu you'd leo, want to dedicate your life to prayer, nitatoa maisha yako kwa maombi. and this is by you. Na ni wewe mwenyewe. God giving us grace, we will deal with the other matter in the next time. Mungu akitupa nafasi tutaangalia hiyo But I ingine. want to tell you, you have a solution to the problems you face. Nikwambie una jawabu ya shida And the ambazo problem unapitia. is approaching the throne of grace. Na hiyo itatatuliwa kwa wewe kukaribia kiti cha I enzi. believe Ninaamini that God hears our prayers. Mungu husikia maombi yetu. Even what we get from one of our sisters who says that Mungu yani anajibu maombi. We have a song that says there's a God who answers prayers. Bwana atusaidie May ili maombi yetu yaweze kupata nafuu na kujibiwa. May the Lord Na listen pia and maisha hear yetu iwe ya umiminifu. and our lives to be of patience. Siku hizi Wakristo wengi, niruhusu kabla hatujaomba nitaje tu hii. Allow me to say this before we pray. Wanaweza elewa kutoka mwanzo mpaka mwisho wa politics ya taifa hili. Christians here may Lakini understand dakika 5 ya politics, maombi hawezi. but 5 minutes of prayer they can't. As we understand the dynamics of our country, As jinsi tunavyoelewa taifa let letu us also tunavyoendelea. understand the dynamics of our God. Tuelewe Mungu wetu. To a point you can be able to say, the way I know God, hii haitafanyika. Ifika kwamba vile unafahamu Mungu Na inakosa. and it will not happen. Hallelujah. Praise the Lord. May we pray. And just tell God. Amba na waambie Mungu. Just tell God to help you. Mungu That akusaidie. He'll approach His throne through prayer. Kwamba utakaribia kiti chake cha As enzi kwa an maombi. individual. Kama mtu binafsi. As a person. Kama mtu The binafsi. issues that are ahead of you. Ile mambo iko mbele yako. The issues that you have. Ile mambo uko That nayo. you may be able to deal with them. Ya kwamba ataweza Jesus kuyashughulikia. said, enter the prayer closet. Yesu akasema ingia mahali pa And maombi. God will reward you openly. Na Mungu We atakutunuku need that ukionekana. reward. Tunahitaji hiyo We need thawabu. that reward. Tunahitaji hiyo In the thawabu. name of Jesus Christ. Katika jina As la we Yesu. will be led in worship just briefly. Tukiongozwa kwa wimbo wa sifa kidogo. Just briefly. Kwa Let kifupi. us tell God to use us. Tuambie Mungu atutumie. That God may utilize our ability Ya kwamba atumie and uwezo our wetu. capacity through prayer. Na uwezo wetu kupitia In the maombi. name of Jesus Christ. Katika jina la I want Yesu. to tell you, Nikwambie. prayer changes things. Maombi hubadilisha. Prayer changes people. Maombi hubadilisha Prayer watu. changes circumstances. Maombi hubadilisha hali. They also change environment. Na huwa inabadilisha And mazingira. it can transform. Na inaweza badilisha. And it do transform. Na huwa inabadilisha. Because the person who answers prayer is God. Kwa sababu yule ujibu maombi ni In Mungu. the name of Jesus Christ. Katika jina la May Yesu. God help us to pray. Mungu atusaidie May kuomba. God enable us to pray. Mungu atusaidie May God kuomba. give us the spirit of supplication. Atupatie uwezo wa kuitisha. That we may go in the deeper realms of the presence of Kwamba God. tuzame katika undani wa Just uwepo as wake. what the psalmist says. Jinsi ambavyo mwandishi wa Zaburi That the anasema. deep speaks to the deep.
ya kwamba yaliyo ndani unena na yaliyo That we ndani, may be able to speak to the depth of God. ya kwamba tunanena undani wa In Mungu the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. In Jesus' name. In Jesus name. Just Thank you, pour your Jesus. heart. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We praise your name. We exalt you, Lord. Ah, Jesus. We adore you, Lord. There's none that is like you, Jehovah. Great is your power. Great Jesus. You are the Son of God. When you call the name, all you transform. Yes, Jesus. We worship you. Praise you. Release the grace of God. Upon our lives. Yes, Jesus. Ajibuye maombi yetu. Tunapomba asikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi ajibuye kwa moyo. Ajibuye kwa moto. Bwana umwaminifu. I want us to pray a common prayer. Ningependa tuombe ombi la pamoja. But I would want to encourage you Lakini nikutie moto that we have a God who hears and answers our prayers. ya kwamba tuna Mungu Please anayesikia maombi come yetu. off the position you are in Toka mahali ulipo and appear before God. na uonekane kwa uwepo wake In Jesus' name. katika Let jina us la pray. Yesu. Tuombe. Bwana Yesu na hata Bwana wa neema tu mbele zako. Yes, Lord. Unasema ya kwamba inafaa mwanadamu kuomba pasipo kufa moyo. Yes, Jesus. Na pia katika kitabu cha Wathesalonike unasema ya kwamba tuombe pasipo kukoma. Yes, Lord. Na Bwana unatuashua ya kwamba tunapoomba kadiri mapenzi yako unatusikia. Yes, Jesus. Bwana, ninaomba roho wa maombi na maombezi katika maisha yetu. Yes, Lord. Ninaomba Mungu katika roho, katika nyoyo, katika maisha yetu. Yes, Jesus. I pray for every person who is in this sanctuary today. Yes, Lord. I pray for every person who will listen to this clip even today and other days, oh Jehovah. Yes, Lord. Father, put the spirit of supplication in their being. Yes, Lord, that we may enter in the realms of thy presence, Yes, Lord. and the realms of thy glory, Yes, and the realms and the throne of grace. Yes, As we are and will be coming out of that throne, Jehovah Father, Yes, we will Master. come out with victory in the name of Jesus. Yes, May, oh God Almighty, Father, in the name of Jesus, the spirit of prayer be upon us. Yes, in Lord. the name of Jesus, do we pray and believe. Amen. 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 May the Lord bless you. Mungu awabariki, May He keep you. awahifadhi, And more so, na zaidi may He give you the spirit of prayer. awape roho wa maombi. This prayer Haya maombi will help you as an individual. itakusaidia wewe binafsi Katika jina la Yesu. in the name of The Jesus. foundations of your marriage, Msingi wa ndoa the yako, foundations of your work, msingi wa the kazi yako, foundation of your life, msingi wa maisha it yako will be as strong as your prayer life. utakuwa na nguvu kiwango cha maombi And let yako. me challenge the young men and that is the youth. Nitie changamoto vijana wanarika. Na mniruhusu kusema hii. Allow me to say this. We can go offline.